Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, ninawakaribisha kwenye huduma yetu pendwa iliyoko maili 6 Msasani. Ukitoka Moshi Stendi unaweza kupanda bajaji, IC au Costa za kwenda Arusha. Unashuka kituo cha mashine hapo. Nyuma mkono wako wa kulia utaona bango kubwa lililoandikwa huduma ya maombi na maombezi ya Mlima Moria. Moja kwa moja utafika kwenye huduma zetu. Pia unayetokea Arusha unashuka kituo cha mashine, pale ulikoshuka utatazama kwa mbele utaona bango kubwa mkono wa kulia, moja kwa moja utafika kwenye huduma zetu. Na siku yetu za huduma ni siku ya Jumatano kuanzia saa 8 kamili hadi saa 11. Siku ya Ijumaa saa 8 kamili hadi saa 11. Siku ya Jumapili saa 6 kamili hadi saa 11. Pia ninakukaribisha kwenye ibada zetu za Morning Glory. Anza na Bwana kabla hujaenda kwenye shughuli zako. Saa 12:30 hadi saa 1:30. Karibu mtu wa Mungu, utahudumiwa na mtumishi wa Mungu mpako mafuta. Ada yoyote uliyokuwa nayo, shida, taabu, changamoto nzito, ninakukaribisha. Utamwona mtumishi wa Mungu na utaacha mateso yako mahali hapa. Pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mpako mafuta mtumishi Gideon kwa kazi njema. Mungu ambariki sana yeye na familia yake. Pia watendakazi wa huduma ya maombi na maombezi Mlima Moria, Mungu awabariki sana, na watazamaji wote wa Gideon Online, Mungu awabariki. Endelea kushirikiana nasi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Karibu kwa ajili ya tafakari yetu ya siku ya leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nina kila sababu ya kukushukuru kwa matendo yako makuu. Bwana, umenipa tena neema siku ya leo ya kusimama mbele zako Mungu, tunapoenda kulitafakari neno lako. Mungu, ninaomba mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Luka 24:45, Bwana, fungua akili zetu Mungu, tukapate kulielewa neno lako katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani. Amen. Na kanisa mshangilie Bwana. Karibu kwenye tafakari yetu ya neno siku ya leo, nidhamu katika uvaaji. Leo tunaenda kumalizia kipengele chetu cha 5, maisha mapya baada ya wokovu. Kipengele cha 5, nidhamu katika uvaaji, mavazi. Nini maana ya mavazi? Mavazi ni nguo ya kumsitiri mtu. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 3 pale tunaangalia wazazi wetu wa mwanzo, Adamu na Eva, walipokosa utii kwa Mwenyezi Mungu, walijikuta wako uchi baada ya kula lile tunda. Mungu akamuita Adamu, Adamu uko wapi? Akamwambia Mungu, nimejificha. Akamwambia, kwa nini umejificha? Nimejificha kwa sababu ni uchi. Mungu akamwambia, umekula lile tunda nilokukataza usile? Akasema naam. Wakawa wamejificha. Lakini ukiangalia katika ile Mwanzo 3:21, Mungu akatengeneza mavazi ya ngozi akawavika. Ina maana walipokuwa uchi, alipotengeneza yale mavazi ya ngozi akawavika, ina maana tunajifunza kwamba kabisa mavazi ni nguo ya kumsitiri mtu. Amina. Pia mavazi yanamtambulisha mtu. Mavazi yanatambulisha kabila. Mavazi yanatambulisha taifa. Mfano, Wamasai wanatambulika kwa mavazi yao. Wahindi wanajulikana kwa mavazi yao. Kwa hiyo mavazi ni utambulisho. Mwanafunzi kama mwanafunzi anatambulika kwa mavazi. Polisi kama polisi anatambulika kwa mavazi. Kwa hiyo tunaona kabisa vazi linamtambulisha mtu. Na vazi pia linaweza kumtambulisha mtu jinsi alivyo. Mfano, ni kahaba, tunamtambua kwa mavazi yake. Ni nini? Kwa sababu amevaa nguo fupi, nguo imemwacha wazi sehemu za mikono. Kwenye hoteli ya mtoto imemwacha wazi. Huyo anatambulika kabisa, huyo ni kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaenda kujifunza kwamba nidhamu katika uvaaji. Wewe uliyepata neema ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni lazima uwe na nidhamu katika uvaaji. Nini kinachokupasa kufanya? Wewe uliokoka, tunakutambua kwa mavazi yako. Huwezi kuniambia umevaa nguo ya ajabu ukasema umeokoka. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunze katika Biblia yetu inatuambia nini kwa habari ya mavazi.
Naomba tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Neno la Bwana linasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Haleluya kanisa. Mavazi hapa anazungumzia kwa habari ya mwanamke. Asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana afanyayo mambo hayo ni machukizo kwa Bwana. Wewe uliokoka, wewe muamini, utakiwi kuvaa mavazi ya kiume. Lakini tunaona siku hizi wanawake ndio fashion ya kuvaa suruale, tena pasipo kuogopa, pasipo kuwa na hofu ya Mungu, wanakuja nayo kanisani. Amina, watu wa Mungu. Biblia inasema ni machukizo kwa Bwana. Kwa hiyo wewe muamini ambaye umempokea Yesu, umemkubali Yesu, wewe ni kielelezo, wewe ni barua. Watu wanakusoma, watu wanakuiga wewe. Umesema kweli umeokoka. Je, mbona wavaa nguo zisizofaa? Mbona wavaa suruale? Neno la Mungu linasema kwamba haitupasi sisi wanawake kuvaa suruale, na sio suruale ya kawaida. Mtu anavaa nguo iliyobana, zile taiti za kulalia, unakuta mtu kavaa anatembea nayo barabarani. Mungu tusaidie, Mungu tusamehe, Mungu turehemu. Wanawake tupone katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni kielelezo, watu wa Mungu, kupitia neno hili. Na mtu wa Mungu, usivae nguo ambayo ni ya mwanaume. Acha kuvaa nguo za kubana. Acha kuvaa nguo ambazo hazimpendezi Mungu. Watu wanajifunza. Unasubutuje kusema umeokoka angali matendo yako hayaambatani na wewe? Maneno yako unayotamka mbona hayaambatani na vaa yako? Tunataka tuone umevaa nadhifu, umekuwa na nidhamu. Simama, hubiri neno la Mungu. Unahubirije neno la Mungu? Umetuvalia nguo ya kubana? Unahubirije neno la Mungu? Umevaa suruali ambayo Biblia inasema kwamba ni chukizo mbele za Mungu. Tupone, watu wa Mungu. Na sisi wamama hapa, anasema wamama, mimi sijaona mwanaume akivaa nguo ya kike, labda huko ndani, lakini barabarani mimi sijaona. Nimeona wamama wanaovaa nguo zisizokuwa na heshima, suruali za kubana zinaonyesha miili yao. Je, mtu wa Mungu, umevaa hivyo? Ni wangapi umesababisha watende dhambi? Maana Biblia inasema kwamba amwangaliaye mwanaume au mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye. Je, wewe uliyevaa hiyo nguo umesema umeokoka, ni wangapi umewasababisha watende dhambi? Watu wa Mungu, tupone kupitia neno hili. Acha kusababisha watu watende dhambi. Wanaume wengi wameanguka dhambini kwa sababu ya uvaaji wa wanawake. Sisi ndio kielelezo, sisi ndio taa, lakini siku ya leo neno la Mungu linakukataza kwamba usivae nguo ya kubana, usivae nguo ya mwanaume. Vaa gauni lako, vaa sketi yako ndefu, Mungu atakuheshimu. Amina, watu wa Mungu. Pia wamama, fundisha watoto wetu. Tumekuwa ni kielelezo, tumekuwa sisi ni chanzo cha kusababisha watoto wetu kuvaa nguo mbaya. Mtoto anatoka nyumbani au mtoto ananunua kijivazi chake ni kibaya, ni kifupi, hakipendezi, lakini mtoto anapopita mbele yako anakuambia, mama, naomba nikague mama, hii nguo ni nzuri. Wewe unamwambia ni nzuri, hebu geuka nikuone. Utahukumiwa, mtu wa Mungu. Baba na mama, familia inajengwa baba na mama. Wewe baba, wewe mama, familia inaanza. Mlee mtoto katika msingi wa kumjua Mungu. Mwambie hilo ni baya. Tupone kizazi chetu, tuponye kizazi kinachokuja. Kimeharibika kwa sababu malezi yetu, baba na mama, watoto hatujawalea katika msingi wa kumjua Mungu. Ndio maana mtoto anavaa kinguo kibaya kifupi, anapanda nacho kwenye gari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayevaa nguo fupi, wewe unayevaa nguo ya kubana, unatoka nyumbani kabisa. Lakini nikuulize, ukifika barabarani, kwa nini unatembea kwa hofu? Kwa nini unashusha hicho kijisketi? Na kuuliza wewe unayevaa nguo fupi, na kuuliza wewe unayevaa nguo ya kubana, kwa nini unaona aibu na umevaa mwenyewe kutoka nyumbani?
Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaona wengi unapanda kwenye ice au kwenye daladala, unakaa kwenye daladala. Kwa nini usikae fresh ukanyoosha miguu yako? Unakaa unajikunja kunja. Ni kwa nini? Hiyo nguo si umevaa mwenyewe? Na kuuliza kwa nini unavaa nguo fupi alafu unakaa kwenye ice unakunja viguu vyako? Kwa nini usikae wazi hivi tukakuona? Kama umeamua kukaa uchi, pona kwa jina la Yesu. Amina, watu wa Mungu. Twende tena kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 40, kwa habari ya nidhamu katika uvaaji. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 40. Biblia inasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa taratibu. Kwa nini inakuwa hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayekuja na nguo fupi, wewe unayekuja na nguo ya kubana kanisani, kanisani ni sehemu takatifu. Kanisani ni sehemu ya kumwabudu Mungu. Kumtukuza Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ninaomba tuheshimu kanisani. Amesema tuyatende kwa uzuri na kwa utaratibu. Kanisani ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Kwa hiyo unapokuja kanisani, hakikisha kabisa umevaa vizuri, umevaa nguo yako nadhifu, umevaa nguo yako ya kumpendeza, sio ya kushepa mwili wako. Kanisani sio sehemu ya fashion show. Tafadhali sana, tupone watu wa Mungu. Watu wanakuja kupeleka haja zao kwa Mungu, unawatoa katika uwepo wa Bwana kwa sababu ya kijinguo chako, kwa sababu ya kijigauni chako. Upone kwa jina la Yesu Kristo. Na watumishi wa Mungu, tusimame kwenye zamu zetu. Mtu anapokuja na kinguo chake cha ajabu au kisuruale chake, mpe kanga avae. Amina, watu wa Mungu. Tusimame katika zamu zetu, watumishi wa Mungu. Usikubali hema la Bwana lifanywe sehemu za fashion show. Tutaenda kudaiwa mbele za Mungu. Amina, watu wa Mungu. Hapana kumwogopa mtu. Tumheshimu Mungu kwanza. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ewe mama, ewe baba, unapomwona mtoto wako anapokuja kanisani, kagua. Mkataze, mwambie kanisani ni sehemu ya kuabudu. Fundisha watoto wako, fundisha vijana wako. Kanisani ni sehemu ya kumwabudu Mungu. Kanisani sio sehemu ya mchezo. Amina, watu wa Mungu. Hebu wazazi, simama kwenye nafasi zenu. Watoto wetu wapone, vijana wetu wapone. Wakija kanisani amekuja na kinguo chake kibaya, nakupa kanga. Pende usipende, utavaa hiyo kanga ili kumtukuza Mungu, ili kulinda nidhamu ya ibada. Watu wanatoka kwenye uwepo wa Mungu wakikutazama wewe. Wewe ni nani? Wewe ni nani unayeharibu direction ya ibada? Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wahudumu, simama kwenye nafasi yako ili Mungu akuinue katika utumishi wako. Amina. Kanisani kuna taratibu. Makanisa mengine ninaonaga pale mlangoni watu wanawakagua, na sisi tusikubali. Tusikubali, watumishi wa Mungu. Tupone ili maisha yetu yawe salama, ili watoto wetu wawe salama. Tukisimama katika zamu zetu, Mungu atatusaidia. Amina. Tusome tena katika kitabu cha Timotheo wa pili 2:9-10. Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri,
pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama impasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Biblia inasema katika hii Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9 hadi wa 10, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Wanawake tafadhali, na kusihi katika jina la Yesu, vaa mavazi ya kukusitiri, utapendeza tu. Amina, watu wa Mungu. Sitiri mwili wako jinsi Mungu alivyokuumba kwa uzuri wa kupendeza na wa kushangaza. Vaa nguo ya kukusitiri. Usivae nguo fupi. Wako wa mama wenye umri mkubwa, unamkuta mjini amevaa nguo fupi. Nashangaa, nasema Mungu turehemu. Wewe mama mtu mzima mwenye umri, unatafuta nini? Nguo fupi kwenye magoti, makwapa yako nje, huko hoteli ya mtoto iko nje, unatafuta nini? Acha kutia watu majaribu. Hebu ile nguo ya kulalia lala nayo huko ndani, usivae barabarani. Biblia inasema kwamba tujisitiri, miili yetu tuisitiri wa mama. Sisi tukuwa kielelezo, hata watoto wetu watapona. Je, unavovaa hiyo nguo fupi, unavaa nguo ya kubana, unavaa nguo ya kukuacha uchi, je, mtoto wake nasi atavaa hivyo? Watoto wanaiga, watoto wanaona mtoto amevaa nguo kama hiyo, utamwambia nini we mama? Je, we wanaume mliokuwa na wake zao, uone huyo mke wako amevaa vibaya, ukamwambia acha kuvaa hiyo nguo ijanipendeza? Mke wako akupendeze chumbani, sio barabarani. Kwa jina la Yesu Kristo tupone. Mke akupendeze ndani chumbani, sio barabarani. Anaacha utupu nje, watu wanaona. Unatamani nini? Unataka nini? Je, wewe baba unafikirije unavyomwona mke wako ametoka uchi nyumbani? Ebu wa baba, simameni kwenye zamu zako. Simama kwenye zamu yako wewe baba. Simama, mwambie mke, hiyo nguo haijanipendeza, hiyo nguo haijanifurahisha. Ni nini huyo mke anachokionyesha? Na wewe baba unakubalije mke wako anatoka na nguo hiyo? Amina, watu wa Mungu. Ninaomba roho ya hofu ya Mungu ingie ndani yako. Pona watu wa Mungu. Ni nini mnachotafuta Mungu wangu? Enyi watu wa Mungu, naomba tupone kwa jina la Yesu Kristo. Mke avae nguo ya kujisitiri. Hata watoto wa kiume wanavaga vibaya. Sisi wazazi lazima tuwaambie, hizo nguo mnazoshusha hadi huku chini ya makalio, ni nini unachotafuta? Amina, watu wa Mungu. Sisi tunao uwezo wa kuambia watoto na kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwaombea neema ya Mungu. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Mwambie mtoto, simama katika zamu yako, mwambie sivyo unavyotenda. Ponya nafsi za watoto, ponya nafsi yako mama, ponya nafsi yako baba, kwa jina la Yesu Kristo. Anaendelea kusema, pamoja vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri. Adabu nzuri, nidhamu katika uvaaji, na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala dhahabu na lulu wala nguo za thamani. Unasuka nywele zako umejipamba, lakini uko uchi, hamna uthamani hapo. Unatukalia uchi umejipamba, hakuna uthamani hapo. Amesema adabu na nidhamu kwa wamama, kwa wanawake. Amesema hivi, bali kwa matendo mema, matendo ya kumpendeza Mungu. Hivyo unavyovaa ni chukizo kwa Bwana, lakini hapa amesema matendo mema ya kumpendeza Mungu. Nidhamu, unadhifu, muonekano wako umpendeze Mungu. Kila mtu akiona, akikutazama, aseme ama kweli sifa na utukufu ni kwa nani? Ni kwa Bwana. Amina, watu wa Mungu. Anasema hivi, mwanamke ajifunze katika utulivu. Amina, watu wa Mungu. Ninaomba wamama tutulie na familia zetu, tumwamini Mungu. Mungu anaweza. Amina, watu wa Mungu. Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali uliyokuwa nayo. Mungu anaweza kubadilisha watoto wako. Ninaomba mama na baba, simama kwa uaminifu. Wewe uliyepata neema ya kumjua Mungu, pata ufahamu kupitia neno hili, likuponye katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa wewe umeokoka, umempokea Bwana na matendo yako yampendeze
Mwenyezi Mungu katika uvaaji. Badilika mtu wa Mungu, badilika. Shetani asipate sababu kwako, watu wasipate sababu kwako katika uvaaji wako. Vaa vizuri, Mungu atakubariki. Vazi linamtambulisha mtu. Ukivaa vizuri, unaonekana nadhifu, unapendeza, unaonekana maridadi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sifa na utukufu ni kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo, na hilo ndilo neno la Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya neno lako Mungu. Baba, naomba uturehemu Yesu. Baba, turehemu sisi wa mama, turehemu Yesu, turehemu mfalme wa amani. Tumekutenda dhambi, tumefanya machukizo Baba, hatujasimama kwenye zamu zetu Mungu, katika familia zetu, katika kulea vijana wetu. Turehemu wa Baba, hatujasimama kwenye zamu zetu Mungu. Majira haya Mungu, ninaomba kumbuka rehema juu ya maisha yetu Bwana, kupitia neno hili mfalme. Baba, ukaponye nafsi zetu Baba, ukaponye maisha yetu Bwana, ukaponye njia zetu na mwenendo wetu Bwana. Hata katika kanisa lako Mungu, tumelinajisi kwa matendo yako Mungu. Tumefanya kanisa ni sehemu ya fashion show, lakini kupitia neno lako Mungu, kuanzia sasa Mungu, achilia rehema juu yetu Mungu. Utusamehe na ututakase kwa damu yako. Utupe neema tena kwa upya Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amshangilie Bwana. Amen. Asante Yesu.